usifanye hauna mimba, sawa? Nenda. Utakapokuwa na mimba utakuja kuniambia, lakini kwa muda huu naomba uende. Kafara ya mimba ya kafara ya mimba ya Nimehangaika sana, nimetumia jitihada zote katika utafutaji wa maisha, lakini nimeshindwa kufanikisha maisha. Nimetafuta kila kona, lakini bado nimeshindwa. Nimefanya kila kazi ngumu, nyepesi, lakini bado sijafanikiwa. Sio hivyo tu mganga, nimetafuta kazi kila sehemu, kila makampuni, lakini bado sijafanikiwa. Na ndio maana niko hapa mganga. Ninahitaji msaada wako sana. Nahitaji unisaidie mganga. Tafadhali, nakuomba unisaidie. Pole sana kijana. Nimekuelewa. Naona nyayo zako zimefungwa. Kila unaporusha hatua, mambo yako yanashindwa kufanikiwa kwa sababu nyayo zako zimefungwa. Pole sana kijana. Nitakusaidia. Utajiri utapata tu. Utapata tu. Karibu sana, karibu sana, karibu sana kijana. Umezamilia kweli kijana kwamba unataka utajiri? Ndiyo mganga, niko tayari. Maana nimeuchoka sana huo maskini. Kwa namna yoyote ile, niko tayari. Sawa, basi kuna kitu ndakupatia. Usiogope kijana. Usiogope kijana. Shika hiki kitambaa. Ukitaka utajiri unatakiwa una roho ngumu. Usiogope kijana. Hicho kitambaa kuna maneno nitakupa. Kuna sehemu utakuwa unakitandika. Ukiwa unatandika, kuna maneno ambayo utakuwa unayaongea pale. Na ukiwa na shida yoyote, unatandika hicho kitambaa mahali pote penye hamna watu ambao wanakuona. Unasema maneno ambayo utakayokupa na utasema na shida zako zote ambazo unazo. Usiogope kijana. Si unataka utajiri? Unatakiwa kufuata masharti. Kila baada ya miezi 3, wakulu ambao wapo kwenye hicho kitambaa watakuwa wanahitaji damu ya mwanamke ambaye amjui mwanaume. Kwa hiyo kila baada ya miezi 3 unatakiwa kuwapatia. Umesikia kijana? Usiogope. Kwa hiyo ndio hivyo. Kama alivyokuelekeza, naomba nisamehe sana. Sitegemei tena kurudi nyuma. Naona niwe pamoja nanyi. Tusaidiane pale panapohitajika. Ni sawa unachosema. Unajua kisha wewe ni mtu mzima sana. Wewe ni mtu mzima sana. Kwa hiyo hata kile kipindi wakati nafanya lile tukio, roho yangu ilikuwa haipendi na nilikuwa sijisikii vizuri kabisa. Lakini shida ilikuwa ni kwamba sasa umenigusa pabaya. Ulikuwa umegusa moyo wangu kwa sababu mtu uliyekuwa unajaribu kucheza naye ni mwanamke ninayempenda sana. Ndio maana ikanibidi nifanye vile. Lakini najua kabisa kumfanyia mtu mzima vitu kama vile wakati mwingine ningeweza kupata hata laana. Ila mimi sitaki tuzungumzie sana mambo ambayo tayari yameshapita. Kama moyo wako umeshafunguka na umeamua kuwa pamoja na sisi, ni kitu kizuri. Lakini pia kama binadamu inakuwa ngumu kuweza kuamini ghafla kwamba kwa nini umeamua kuomba msamaha, na it's okay ungekuwa umeomba msamaha. Yaani umeomba msamaha na pia unahitaji kuwa upande wetu kutusaidia. Sisi tunawezaje kuwa na ule moyo wa kuelewa moyo kwa moyo kwamba huu ni msaada kweli? Asante. Nimeamua kuwasaidia kwa maana nimeona vingi. Na mimi nimevishiriki kumfunga huyu binti. Kwa hiyo nimeona nikiviacha vitaendelea kunipa dhamiri mbaya.
heri nikavitatue, nimfungue, tuvitoe, ili nibaki na moyo uwe huru, niondokane kwenye hiyo dhambi. Kwa naomba niamini kwa hilo. Ni sawa, kama ni hivyo ni sawa. Na kwanza wewe unaona tufanyaje sasa ili aweze kuondoka kwenye hizo shida ambazo tayari ameshazianza, ameanza kupata? Tunateguaje sasa? Hapo nitaka nimtoe kwenye mtego. Kuna mto tulienda kutengenezea, kwa natakiwa nikamfanyie mila zake avuke ili amalize huo mtego, ili yule kijana anavyoendelea kumfuatilia akifika kwenye ule mto haoni mbele wala hata muona tena. Nadhani kama mtanielewa, yote hayo yatakuwa hamna ubaya mwingine utakaoendelea mbele. Kwa hiyo wewe unasemaje? Lakini mimi naogopa sana jamani. Kwani nitakiwa twende lini? Siogope, naomba twende kesho. Saa ngapi? Asubuhi na mapema, maana pana kaumbali kidogo. Na katika yote hayo ina maana unamaanisha mtaenda wenyewe wawili, mimi sipaswi kwenda? Naomba tupe tu uaminifu. Natakiwa tuende wawili tu, kwa sababu pale pana masharti. Aisee, yaani kiubinadamu ni ngumu sana kuamini. Lakini sawa, kama ni hivyo, jua kabisa Lina anapoondoka dhamana yake iko juu yako. Yaani chochote kibaya kitakachomtokea, jua kabisa wewe ndio utakayehusika, maana mimi nakufahamu wewe. Na imekuwa ni ghafla kukuamini, lakini nakuamini kwa sababu umeonyesha ule moyo wa kwamba unahitaji na wewe kujitoa kwenye lawama, mgogoro wa kinafsi ulionao baina ya wewe mwenyewe na roho yako. Kwa hiyo hakikisha unatimiza hili jambo. Sijali wala siogope, siwezi kurudi nyuma. Ninajua kabisa chochote kibaya kitakachomtokea wewe mwanamke, niko na wewe. Wewe ndo kama zamana safari hii, na usikosee. Mimi nadhani kwa hiyo tumemaliza, hakuna haja ya kupoteza muda. Mganga, nimeona nirudi tena mganga baada ya miaka mingi kuondoka. Kuna matatizo ambayo yamenikuta mganga, ambayo nimeshindwa kabisa kuyavumilia. Tafadhali nahitaji msaada wako tena. Kuna kafara ambayo nilitakiwa kuitoa, lakini ikaja kuonekana ile kafara ambayo nataka kuitoa ina kiumbe kiko tumboni. Kwa hiyo wakuu wakawa wameikataa ile sadaka, lakini wakaniambia kuwa sadaka ile iko ndani ya ile kiumbe. Kwa hiyo wakaniambia kuwa niendelee kukilinda kile kiumbe kilichopo tumboni. Lakini kitu kikubwa ambacho kimenileta tena hapa mkuu, huyo mwanamke ambaye ana kiumbe kile kilichopo tumboni ambacho nimeambiwa nikiangalie, hataki hata kuniona wala hataki hata kunisikia. Naona kazi inaelekea kunishinda, sielewi nitakichunga vipi hicho kiumbe, na ndio maana niko hapa tena. Mganga, nahitaji msaada wako, naomba unisaidie tena kwa mara nyingine, tafadhali nisaidie mganga. Pole sana kijana, mimi cha kukusaidia, nenda katandike kile kitambaa ukaongee yale maneno ambayo nilikwambia uyaongee, wakulu watakusaidia. Kwa hiyo mganga, una uhakika kweli watanisaidia? Watakusaidia kijana. Sawa mganga, nashukuru sana. Sawa sawa.
Mama. Unasemaje mwanangu? Mama. Nakusikiliza. Mama, unajua? Najua nini? Mama, unajua juzi nimeshuhudia vitu vya ajabu. Yaani nilivyoshtuka. Nimekuta sauti za mtoto zinalia. Yaani nimeshtuka mama. Baadaye naangalia mbele. Nikaona atafikiri mtu yupo anamnyonga mtoto. Yaani nimeshangaa. Yaani mbali na dalili pia kuna ndoto za ajabu ajabu zinanijia. Mama, kama venye uliniambiaga, yaani dalili sasa hivi ninazoziona. Najisi kabisa. Najisi mimi ni mjamzito. Una nini? Kweli hapo umeniweza. Una mimba eh? Wewe si ulikuwa unakataa wewe? Leo imekuwaje? Nilijua tu. Asili haipotei. Nilijua vitaonekana tu. Si hayo sasa. Uliokuwa unakataa, ulikuwa unakataa nini? Leo umekuja kama umenyeshewa. Umeloa kama kuku inaumwa kideli. Na hiyo mimba ya nani sasa? Na kuuliza, sinaongea na wewe. Wewe si ndio umenifuata? Utaki kusema. Tufanye hauna mimba, sawa? Nenda. Utakapokuwa na mimba utakuja kuniambia, lakini si kwa muda huu, naomba uende. Mama, hii mimba ni ya Gaspar. Kafara ya mimba ya Kafara ya mimba ya Kafara ya mimba ya Agano la kuzimu.